show mbovu. Hujui kuimba, wewe hauna tofauti na Chino. No kuwa dancer. Bora ungekuwa dancer. Bora ungekuwa dancer. Haya si maneno yetu bali ni maneno ya Dudu Baya. Dudu Baya akaamua kumlipua Diamond Platnumz baada ya show ambayo Diamond kaifanya kule mjini Rabat nchini Morocco. Sasa Dudu Baya akaja akafanya uchambuzi wake akasema kwamba Diamond hajui na hana uwezo wa kuperform live, zaidi yeye ni dancer tu. Kwa hana tofauti na Chino Mana One. Hayo maneno ya Dudu Baya akiwa na mkandia sana Diamond Platnumz baada ya kuonyesha show yake kule mjini Morocco. Na of course unajua kuna shows zinatofautiana. Kuna show unaweza kufanya maandalizi ya live, ndio, lakini kuna show unaweza ukaperformance ya na sound na muziki. Kwa hiyo Dudu Baya yeye mwenyewe aliulizwa show yake tarehe 10 ataperform vipi. Umeelewa? Akasema yeye perform live. Ya tarehe 10 hiyo ni miaka 30 ya Bongo Flava. Alikataa tena. Alisema perform kwenye na live, ataperform na sound. Na sound. Kwa maana yeye anaogopa. Yaani kwamba yeye hajajipanga kuperform na kwa live. Waseni wenzake bwana. Sasa mimi ndo nashangaa baada yeye kuangalia ya kwake ya tarehe 10 ataendaje, manake imewekwa orodha ya wasanii, itawekwa orodha ya wasanii ambao watakaofanya vizuri kwa wasanii wa kongwe. Umeelewa? Lakini mimi nadhani Dudu Baya anatafuta tu upepo ule wa kuzungumzia. Unajua sometime moja kuna vitu sio lazima uvizungumze. Kwa Diamond watu wameangalia show kubwa, na show kama ile ingependeza zaidi Diamond angefanya live. Lakini kuna baadhi ya ngoma mimi nadhani alifanya live, kuna baadhi ya ngoma huwezi kufanya live. Lazima utumie sound. Kuna sababu ngoma za vibe. Kuna kitu kingine amekizungumza Dudu Baya. Unajua kumekuwa kuna wachambuzi mbalimbali ambao wanachambua show za wasanii hapa Bongo, lakini pia kuchambua video na kazi za wasanii. Sasa kutokana na show ya Diamond hakuna mchambuzi ambaye alichambua, na Dudu Baya akaja kuzungumza na kusema kwamba wachambuzi wote ni machao wa Diamond. Ndio maana hawajaamua kuichambua hiyo ni show, yani hiyo wachambuzi inasemekana ipo hivyo. Lakini wale ni waandishi. Unajua kuna huu uchambuzi na uandishi wa habari. Wale ni waandishi, wale ni watangazaji. Wale sio wachambuzi. Sio, umeelewa? Labda kwa engo ya mchambuzi umweke labda Suma Mnazareti kwa sababu hajapitia mambo ya habari. Lakini hao kina Esco nani wote ni waandishi wa habari of course, si ndio? Sio wachambuzi. Hii wachambuzi imekuja tu ghafla baada ya kuona michezo imechukua ya time, watu wanachambua michezo, watu wakaona kwa nini sasa tuje tusichambue na muziki. Kwa hiyo wale ni waandishi wa habari kwa kweli, na wale inawezekana ikawa ni kweli kwa sababu sasa hivi kila kitu ni pesa. Ndio. Kila kitu ni hela. Kwa hiyo anasema kwamba wanalipwa, yani ni watu ambao wanalipwa kuchafua wasanii wengine, lakini yeye Diamond kama vile wanakwepa kama kumchambua sana. Nilimwona Mwijaku naye alikuja akazungumza, akamkandia Diamond, akasema kwamba ni kwenye mavazi amebugi. Hajui kuvaa. Niliona. Eti hajui kuvaa. Unajua tushachoka na watu. Unajua mtu kifanya kitu kizuri baada ya kupongeza, wewe unakuja unakiignore, unaanza kuleta sababu. Yaani ili mradi uanze kuleta zile chuki ambazo hazina msingi, haziwezi kupandisha mziki. Umeelewa? Unashuka mziki kwa sababu kubwa. Toa advice, toa ushauri bwana. Kama kuna wakati pia hataki mtu uzalimishwe kufanya jambo. Sio lazima ufanye live. Kuna vibe nyingine hazitaki live. Kuna vibe nyingine zinataka uende na sound pale, watu wafunge muziki back to back, ngoma ziende, mambo yaende mjini. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo hivyo ndio tunavyotakiwa. Kuna wakati mwingine kuna show nyingine zinakuwa zinahitaji kabisa live. Tumeona live amefanya Mwanza, umeelewa? Hakuzungumza Dudu Baya. Si ndio? Angezungumza hata hizo show ambazo anazifanya mikoani huku kwetu. Amezungumzia kimataifa. Na amefanya live pia hizo za nyumbani, hizo za kimataifa. Kuna wakati hata wakina Obio, kuna wakati wengine hawafanyi live. Baadhi ya ngoma 3, 4 mpaka 7 watu wanapiga live. Baada ya pale watu wanataka kupari, wanataka kuvibe. Na ndio inavyokuwa. Nadhani hata kwa Diamond ni gharama pia kuangalia kuendana na wale watu. Unajua watu wanaopiga live lazima uwe umefanya rehearsal kwa muda mrefu sana. Kabisa. So kurupuke tu labda show unafanya mwezi mmoja,
mwezi huo hujajiandaa hata kwa live ukasema mwezi huo bwana mtaweza kuivuruga tasho yenyewe. Kwa hiyo mimi naona kuna wakati Dudu Baya atakiwa akae kimya, angalie mambo yake aende mjini, kwa sababu hatuoni sababu. Huwezi kumfananisha Diamond na dancers au sio bana, dancers wake kabisa ambao anawalipa. Umeelewa? Diamond ana sifa kubwa, anasifika kwamba yeye ndo msanii ambaye anaweza kutumbuiza na kucheza. Yes. Umeelewa? Kitu ambacho wasanii wengi hawana. Performance live anapiga na ana uwezo wa kukuimbia na kucheza pia. Umeelewa? Hayo mambo anafanya Chris Brown. Umeelewa? Anaweza kucheza na kudance, anaweza kucheza na kuimba. Umeelewa? Na wasanii wengine, lakini kuna muziki mingine inakuwa haitaki live. Unajua kuna wasanii wako special sana kwa live. Ukimtaja kama Barnaba, ukimtaja kama Ben Paul, umeelewa? Na wasanii wengine ambao Alikiba, na wasanii wengine ambao sijawaainisha. Hata sometimes Harmonize yenyewe kupiga live anakuwa hawezi, umeelewa? Yaani pumzi baba, pumzi. Live inahitaji time, kwa maandalizi mazuri. Ni kitu kama hiko. Kwa hiyo hata hii heshima Bongo Flava, kuna wasanii wataperform live, unapewa option live au sound. Kwa hivi mimi naulizaga, kwani msanii kutokujua kuperform live ni kwamba hajui muziki? Lakini unakuta wao ambao wanaonekana wa perform live vizuri, unakuta sasa muziki unaingizia pesa kuliko hata wale ambao wanaweza kuperform live. Unajua kuperform live ni sauti ya mtu. Unaelewa, na maandalizi na pumzi na ni maandalizi of course. Ndio. Unajua sasa hivi tofauti na wasanii wa zamani walipokuwa kiingia studio, walikuwa na mtu unakaa unaimba kwanza. Ndio. Unaweza kukaa hata siku 4 wewe huko unafanya rehearsal huko nje ya studio, unapaza sauti, unatengeneza vocal yako. Hata ukienda studio au utumii nguvu kubwa sana au sebana au power kubwa ya kuimba, umeelewa? Kwa sababu tayari ushafanya mazoezi, ushajiandaa. Sasa hivi imekuwa mtu anaandaa ngoma, ameandaa melody tu dakika 15, melody kali nini, beat atapita tu pale anaimba kawaida, umeelewa? Kuna baadhi ya mtu hata afiki. Lakini kuna vitu vingi vya kuedit na nini unaomba bwana hapa kapitio editing hii sijui nini, vitu vimekuwa vingi. Kwa hiyo msanii kuimba live ni mwenyewe. Kama ukimzungumzia, kuna huyu msanii ambaye sana sana ana perform kwenye matamasha makubwa ya Zanzibar, Sauti za Busara, nikimkumbuka jina lake nitamtaja. Mwanaume mweusi oga anapiga kinanda pia. Anapiga na kinanda. Au namzungumzia Chris nani sijui, aliperform kipindi kile pia, kipindi ambacho ilikuwa ni nini ile sherehe za Yanga Day ambako pia Zuchu aliperform na yeye jamaa alikuwepo. Sijui kama ni huyo Black flani. Ni Black, yes. Ana perform live, ukimwona kabisa unajua huyo, hata ukimwekea sound back au sebana ukimwekea ule mziki ule unakuwa haenjoy. Kuna wasanii wengine hawa enjoy. Diamond kinachomharibia kwenye swala la kuperform sound kubwa ni ile vibe yake ya mziki. Yaani ile ni power yake kubwa ambayo sometimes inapitiliza. Umeelewa? Yaani kwamba unaona watu wengi kwenye jukwaa kubwa ambalo wewe umesimama, lakini kuna wakati unakuwa unapitiliza ile pressure ya watu, umeelewa? Yaani mziki unakuwa anatumia panic kubwa kuliko, kuna wakati unatakiwa urealize. Unajua unaweza ukaimba mziki back, lakini kama unaimba live sio, unaelewa? Yes, nakuelewa. Kuna wasanii wanaweka beat za nyimbo zao alafu wao wanaimba. Yaani hazipigwi ngoma pale. Inaikwa beat kama beat ya Koma Sava, inaikwa beat Koma Sava. Si unajua? Diamond anaimba ni kama ana rekodi upya. Umeelewa? Ni wasanii wengi, nadhani wasanii wa hip hop ndo wanafanya hivyo mara nyingi sana. Wasanii wa ngumu kumeza huwa ndo wanafanya hivyo. Inaikwa beat alafu unaambiwa mzee, yaani kama freestyle lakini ni beat ya nyimbo yako na mziki ule una control mic. Mtu anajua kama umeimba live na hapo hamna drums, hamna sijui nini. Kwa Dudu Baya, Dudu Baya unajua ni mchokozi sana. Dudu Baya mchokozi sana. Kile ambacho amekizungumza kuhusu Diamond huenda ikawa ni sahihi kwa upande wake alivyokiona, lakini pia huenda ikawa kwa namna nyingine kwa upande wako mashabiki ukaona labda sio sahihi kile ambacho kazungumza Dudu Baya. Huenda kuna vitu ambavyo walifuatilia na kuona kwamba Diamond alichokifanya hakikuwa kwenye level ambayo anatakiwa afanye. Lakini issue ya kumfananisha Diamond na Chino, sidhani kama ilikuwa ni sahihi ama sio sahihi kwa Dudu Baya kusema hivyo. Unaweza kuwa pia kama shabiki una maoni yako,
Ni sahihi kila ambacho kazungumza Dudu Baya kuhusiana na Diamond kushindwa kuperform live, kwamba hawezi zaidi tu, yeye ni dancer. Anachoweza pale jukwani kudansi na sio kuperform. Hana tofauti na Chino. Ina maana level za Diamond na Chino zinalingana. Maoni yako hapo tunayasubiri kwa hamu kweli kweli. Dudu Baya ni mtu mmoja ambaye anaongea fact kuna wakati, lakini kuna wakati mwingine huwa unajua mtu umepanda daladala alafu umekaa kwenye seat alafu baadaye anaingia mtu anakaa seat uliyokaa wewe, yani anakupandia kwa juu. Ndio Ndio mambo ambayo yako kwa Dudu Baya na Mwijaku. Yani chochote kinacho trend kwa msanii mkubwa, wao watakuja pale, wataongea na wao wasikike. Ndio. Japo kwa kuna vitu havina hata umuhimu. Mtu akifanya vizuri mpongezeni. Umeelewa? Yes. Rayvanny kaenda FIFA World Cup. Kila mmoja amempongeza. Sije kumsikia Dudu Baya kuja kumzungumzia kitofauti. Labda amekizi vigezo kama ana perform vizuri. Haya. Ana dansi, anajua kuvaa. Inawezekana, lakini wanatakiwa wao kuna wakati waje kwa kupongeza, sio kwa kuignore. Bana mpongeza. Unajua kila kitu kinaenda kushoto, vingine vinaenda kulia kama Konde Boy. Unajua kwa nini Dudu Baya amelivaa hili swala? Kwa sababu tu wachambuzi wanaochambua show za wasanii wengine hawajamchambua Diamond. Kwa hiyo kitu kama vile ni imemwingia, yani kwa nini hajachambuliwa Diamond na kitu ambacho amekifanya sio. Ndio maana Dudu Baya kalivaa hili swala. Ndio maana akamalizia mwishoni kwamba nyie mnalipwa ili msimzungumzie Diamond. Ni kweli. Wachambuzi kwenye swala la kulipwa milo sijui. Wanajua wao, lakini hamna mtu anaukataa hela. Yaani hata Dudu Baya akiambiwa bwana ifanya hivi, kuna mpunga hapa. Kwa sababu ana viewers wengi, ana influencer kubwa, yeye anasema ana ushawishi wa kuongea. Anapokea hela, mambo mengine yanaendelea. Kwa hiyo sasa hivi it's all about money. Ukija na pesa, watu wanakuja wanaongea na mambo yanaenda vizuri kabisa. Safi kabisa. Na sisi hapa tunakuambia ukiamua kusubscribe hapo basi haina shida kabisa. Sio lazima upewe hela, bure. Kusubscribe ni bure. Ni free. Kabisa ni free. 69 Media Pro, lakini pia hata kucomment, kulike na kushare nako pia ni free. Kabisa. Unakuwa na t-shirt tu zaidi. Kwa hiyo of course tumemzungumzia Diamond baada ya show yake Morocco. Dudu Baya naye kaja, Mwijaku naye amekuja. Wameongea. Mtu watu mmampandilia kwa juu. Sasa star, ukiwa star lazima kidogo watu watembelee upepo wako, au sio? Kwa hiyo Dudu Baya na Mwijaku watembelea upepo wa Diamond. Kichwa cha habari kinasema. Bwana we. Sawa, si tumalize hivyo. Of course mimi kwenye Instagram natumia jina la Chingwiz. Ni follow pale kwenye Instagram yangu, utakuwa ni vyema zaidi. Ni vyenye. Ni vyede. Venye tunafanya mimi pia hapa ni Sammy Baby kwa Instagram, Hapricha02, TikTok ni Sammy Baby, behind the camera Deo Mpemba, mzee wa kutap hapo sasa hivi yuko live anatupeleka Dubai.